na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametoa agizo jipya kwa maafisa wa polisi akiwaagiza kuwapiga risasi watu ambao wanatishia moja kwa moja maafisa au kushambulia vituo vya polisi. Waziri huyo alikuwa akihutubia maafisa wa usalama siku ya Alhamisi aliposema kwamba upole wa maafisa wa polisi ulitokana na ongezeko la visa vya uvunjaji sheria ambapo wahalifu huvamia vituo vya polisi na kuiba bunduki. Murkomen alionyesha kufadhaishwa na mfumo ambao anadai umeruhusu wakosaji kurudia kuachiliwa kwa masharti nafuu ya bondi ili tu wao kurudi na kupinga utekelezaji wa sheria. Waziri huyo wa mambo ya ndani alisema kwamba wanaachiliwa kwa dhamana ndogo, wanarudi kupambana na polisi na hata kuwakejeli. Hili lazima lifike mwisho, alibainisha. Matamshi yake mara moja yaliibua wasiwasi miongoni mwa Wakenya walikuwa wakimsikiliza, huku wakioji kwa haraka iwapo alimaanisha mtu yeyote ambaye alikuwa anakaribia vituo vya polisi, wakiwemo wanaohitaji usaidizi au wanaoripoti kesi. Katika ufafanuzi wa haraka, CS alifafanua kuwa amri ya kufyatua risasi ilikuwa ya majambazi pekee wanaovamia vituo vya polisi na kuiba bunduki kutoka hapo. Wale wanaotafuta usaidizi, makao na kesi za kuripoti ni sawa, lakini watu wanaokuja kunyakua bunduki kutoka kwa polisi, wale wanaoshambulia polisi na kufikiria kuwa bunduki ni vichezeo lazima wakomeshwe, CS alifafanua huku ukiwa na umati mkubwa. Murkomen alidai kuwa mienendo inawahimiza wahalifu na kusababisha kuongezeka kwa ghasia dhidi ya maafisa na mashambulizi ya mara kwa mara kwenye vituo vya polisi. Kulingana na Murkomen, serikali haiwezi tena kuruhusu polisi kuwa walengwa wa kukaa. Agizo lake linakuja wakati ambapo vituo vya polisi vimekuwa shabaha ya hivi punde ya wahuni. Wakati wa maandamano ya ukumbusho wa Juni tarehe 25 siku ya Jumatano, Wizara ya Mambo ya Ndani ilifichua kuwa maafisa wa polisi 300 walishambuliwa na kujeruhiwa. Vituo vya polisi pia viliporwa na kuchomwa moto wakati wa maandamano hayo. Katika kisa cha hivi punde siku ya Alhamisi, kituo cha polisi huko Ndunyu, kaunti ya Nyandarua, kilichomwa moto na wakazi waliokuwa na hasira baada ya afisa wa polisi kudaiwa kumpiga risasi mwanakijiji. Kulingana na Murkomen, matukio haya